Lecture TV. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Habari yako ndugu mtazamaji na mfuatiliaji wa Lecture Online TV. Nakukaribisha katika kipindi chako pendwa, kipindi chako kizuri cha lugha ya Kiarabu. Leo tutakuwa na lugha ya Kiarabu ambayo itakujenga kuwa imara katika kuzungumza lugha hii. Lakini kabla tujaendelea, hakikisha umekwisha subscribe, bonyeza alama ya kengele hapo chini ili wa kwanza ufikiwe na vipindi vyetu vinapokuwa tayari. Pia utakuwa umeunga mkono juhudi za khair na Allah atakulipa kila la khair na azidi kukubariki zaidi. Karibu, ismi Ibrahim Marwa, mwalimu lugha al-arabia. Marhaba bikum ayuha al-mushahidun katika kipindi chetu cha lugha ya Kiarabu. Leo hii katika kipindi cha lugha ya Kiarabu tutajifunza namna ya kutengeneza wakati uliopita kwa kutumia dhamair munfasil katika sehemu ya 5. Leo tunakamilisha, tutamalizia sehemu ya 5 kwa kutumia zile dhamair munfasil. Dhamair munfasil na mada tulishajifunza ni zile ambazo ni ana, nahnu, anta, anti, antuma, antum na antunna. Alafu huwa, kuna katika ghaib kuna huwa, hiya, huma, hum na hunna. Sasa leo hii tutaenda kumalizia zubakia mbili ambazo ni ya hum na hunna. Kumbuka katika kutegeza wakati uliopita siku za nyuma tulimalizia katika dhamiri 3 ambazo zipo katika ghaib ambazo ni ya huwa, hiya na huma. Tukasema hivi, ukitaka kusema mwanaume amekaa juu ya kitu utasema hivi hiya jalasa ala al-kursi. Lakini ukitaka kusema hivi mwanamke amekaa juu ya kitu utasema hivi hiya jalasat ala al-kursi. Lakini ukitaka kusema wao wawili, aidha wanaume wanawake wamechanganyikana, jalisha madamu wao wawili, utasema hivi huma jalasa ala al-kursi. Hizi ndio sehemu ambazo tuliziangalia na imani katika sentences 3 umeona kuna utofauti na umejifunza mengi. Sasa twende tukamalizia sehemu zilizobakia, sehemu mbili, dhamiri mbili ambazo nani? Hum na hunna. Hum ni dhamiri ambayo inawahusu wanaume wengi kuanzia 3 na kuendelea, au tutabaki na jinsia ya kiume. Kumbuka katika lugha ya Kiarabu wingi unaanza na 3. Kuna umoja, kuna uwili na 3 na kuendelea. Kwa wingi wetu katika lugha ya Kiarabu tunaanza na 3. Ndio maana kule mbele nyuma tumekuta kuna huma wao wawili. Lakini wingi wetu jam ni kuanzia 3 na kuendelea. Karibu sasa tujifunze. Katika hum, tukianza na hum ambayo inahusu wanaume au vitu ambavyo vya jinsia ya kiume, utafanya hivi. Utachukua kitendo chako cha madhi, mfano jalasa. Jalasa maana yake amekaa. Tunaona vitendo tofauti tofauti. Mfano jalasa amekaa. Nani? Mwanaume. Ukitaka kusema hivi wao wengi, aidha wanafunzi au wanaume, wamekaa juu ya kiti au wamekaa tu sehemu yoyote, utachokifanya unafanya hivi. Utachukua kitendo cha jalasa. Jalasa inaishiwa na dham na fatha mwisho, ndio fi'l madhi hiyo, sawa? Mabni ala al-fath, imeishia na fatha mwisho. Ile fatha ile utaibadilisha itakuwa dhamma. Itakuwa nini? Dhamma, itakuwa jalasu. Kisha baada ya hapo utaongeza wau jamaa. Wau ile pale wau kisha na alif, hiyo inaitwa wau jamaa, na utasema hivi jalasu. Baada ya jalasa itakuwaje? Jalasu. Kwa mfano hum jalasu ala al-kursi, wao wamekaa juu ya kiti. Umeona? Hum dhahabu ila suq, wao wamekwenda sokoni. Kwa hiyo utachokifanya, utatafuta kitendo ambacho kipo katika wakati uliopita, utakibadilisha kwa kutaka kusema wao wamekwenda, wao wamecheza. Utafanya kama tulivyofanya hivi. Kanuni yetu nini? Jalasa unaibadilisha na kuwa na dhamma mwisho, kisha unaongeza wao jamaa na kuwa jalasu. Twende katika dhamiri nyingine ambayo ni dhamiri ambayo hii inawahusu wanawake au vitu ambavyo vina jinsia ya kike. Dhamiri hii nini? Nini? Hunna. Hunna ni yahusu wanawake au vitu ambavyo vina jinsia ya kike. Ukitaka kusema hivi wanawake, aidha wanafunzi wa kike au wanawake wamekaa au wamekata, mfano kitendo cha qata'a, amekata, utafanya hivi. Utachukua kitendo ambacho ni qata'a. Qata'a maana yake amekata. Qata'a ukiangalia imeishiwa mwisho, aini yetu imeishiwa na fatha, sawa, ambayo nini? Lam kalima imeishiwa na nini? Na fatha. Ile fatha utaibadilisha itakuwa na sakna. Hii inakupatia kanuni rahisi sana. Itakuwa na sakna, itakuwa hivi qata, sawa. Baada ya hapo utaongeza nuni niswa, nuni ambayo inahusu wanawake, nuni ambayo ina
fatha itakuwa hivi qata'na. Umeona? Qata'na. Baada ya nuni na fatha usiongeze chochote mwisho. Kwa ni qata'na. Hunna qata'na alfawakiha. Wao wamekata nini? Matunda. Mfano kitendo cha dhahaba. Hunna dhahabna. Badala ya kusema hunna dhahaba utasema hunna dhahabna, kwa sababu lamul kalima ambayo ni ba inafuata tumebadilisha kuwa na sakna, kisha tukaongeza nuni niswa, nuni ya wanawake ambayo inafuata. Tunasema hivi hunna dhahabna ila almustashfa. Wao wamekwenda wapi? Hospitali. Hunna dhahabna ila almaidan. Wao wamekwenda wapi? Uwanjani. Baada ya kusikiliza maelekezo haya, nilipokufundisha namna ya kutengeneza wakati uliopita kwa kutumia dhamiri munfasili ya hum na hunna, wewe cha kufanya utatafuta kitendo ambacho kipo katika wakati uliopita, badilisha, fanya hivi hivi kama nilivyokuelekeza. Hapo utakuwa unaongea grama, utakuwa unaongea Kiarabu fasaha kabisa, hautakuwa unaongea broken. Sawa? Kama utakuwa una shida inakupiga chenga na kusumbua, karibu sana WhatsApp namba 0785766703 tuweze kuelekezana. Na yule ambaye anapenda kujifunza lugha ya Kiarabu, pia programu yetu inaendelea. Mwisho wa mwezi huu tunafungua tena usajili. Usajili wetu kila mwezi ni tarehe 20. Wahi usichelewe. Programu itakuwa ni tarehe 20, usajili utafunguliwa mpaka mwisho wa mwezi huu. Na baada tarehe 1 mwezi wa 5 inshallah mtajiunga na wale wengine ambao tumeanza nao. Karibu sana. Mfumo wetu wa kufundisha ni mzuri na ni rahisi sana kueleweka. Pia notes zetu zipo clear kabisa, utazielewa wala hutopata tabu. Na alhamdulillah zitakujenga kuweza kuongea lugha ya Kiarabu. Unangoja nini na unachelewa nini? Wahi sasa kwa namba hiyo ambayo nimekwisha kutajia. Jina langu naitwa Mwalimu Ibrahim Aro. Utakuwa nami siku zote inshallah. Kikubwa tuombe uzima kwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, tuweze kushikamana pamoja na kuweza kudumu sote pamoja katika kipindi hichi. Sina la ziada, niseme ma'assalam.